Fikiria uko kwenye ukumbi mkubwa, viongozi wakubwa duniani wamekaa. Kila kitu kiko sawa. Ghafla mlio wa risasi unasikika. Watu wanapiga kelele, wengine wanajificha chini ya meza, na ndani ya sekunde chache tu ulinzi wa hali ya juu unaingia kazini. Hii sio filamu. Hili ni tukio halisi lilitokea Marekani. Leo nitakusimulia kwa undani kile kilichotokea hadi Donald Trump kuondolewa ghafla kwenye mkutano baada ya risasi kusikika. Ilikuwa ni usiku wa kawaida lakini wa kifahari sana. Viongozi, waandishi wa habari na watu mashuhuri walikuwa wamekusanyika kwenye hafla kubwa sana. Kila mtu alikuwa amevalia vizuri, chakula mezani, vicheko vikisikika. Hakuna aliyejua kuwa ndani ya muda mfupi hali ingegeuka kabisa. Donald Trump naye alikuwa miongoni mwa wageni muhimu, akiwa katikati ya watu wakubwa, akifurahia tukio hilo kama kawaida. Hakuna aliyekuwa na wasiwasi, hakuna aliyedhani hatari yoyote iko karibu. Lakini mambo yakabadilika ghafla. Mlipuko wa risasi ulisikika nje ya eneo la tukio. Kwanza hapo awali watu walidhani labda ni kitu kidogo, lakini ndani ya sekunde chache tu risasi nyingine zikafuata. Hapo ndipo taharuki ilipoanza. Watu walianza kupiga kelele, wengine wakajificha chini ya meza, wengine wakakimbilia milango ya dharura. Hali iligeuka kutoka sherehe ya kifahari hadi hofu kubwa isiyoelezeka. Ndani ya sekunde chache tu, walinzi wa usalama wa juu kabisa waliingia kazini. Hawa si walinzi wa kawaida, ni wale wanaolinda viongozi wakubwa duniani. Walifika haraka sana kwa Donald Trump, wakamzunguka, wakamshika, na bila kupoteza muda wakaanza kumtoa nje ya eneo hilo. Hakukuwa na mjadala, hakukuwa na kuchelewa. Kila kitu kilifanyika kwa kasi ya ajabu. Hapo ndipo ilionekana wazi hali ilikuwa mbaya zaidi kuliko watu walivyodhani. Sasa baadaye taarifa zilianza kuibuka. Mtu mmoja aliyekuwa na silaha alijaribu kuvamia eneo hilo. Alikuwa na nia gani? Maswali yanaanza kujiuliza. Je, alikuwa analenga nini hasa? Haya ni maswali ambayo yalizua taharuki kubwa sana. Inaelezwa kuwa huenda alikuwa akimlenga mtu muhimu, na baadhi ya taarifa zikaanza kuelekeza kuwa Donald Trump angeweza kuwa lengo. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni jinsi tukio hilo lilivyodhibitiwa haraka sana. Katika tukio hilo, askari mmoja alijeruhiwa baada ya kupigwa risasi, lakini kwa bahati nzuri alikuwa amevaa kinga maalum iliyomsaidia kuokoa maisha yake. Kwa lugha ya kigeni unaweza kuita bulletproof. Kwa upande wa Trump hakupata majeraha yoyote yale, lakini kwa wale waliokuwa pale, tukio hilo liliacha kumbukumbu ya hofu isiyosahaulika. Watu walikuwa wamekaa wakicheka dakika chache kabla, lakini ghafla wakajikuta wakihofia maisha yao. Baada ya tukio hilo, hafla ilisimamishwa mara moja. Hakukuwa na kuendelea, hakukuwa na kuchelewa. Kila mtu alitakiwa kuwa salama kwanza. Maafisa wa usalama walihakikisha eneo lote linadhibitiwa na uchunguzi ukaanza mara moja. Lakini hadi leo maswali mengi bado yapo. Ni nini kilimsukuma mtu huyo kufanya tukio hilo?
Je, kweli alikuwa analenga Trump au kulikuwa na sababu nyingine kubwa zaidi nyuma ya pazia? Haya ni mambo ambayo yanaendelea kuchunguzwa. Tukio hili linaonyesha kitu kimoja wazi. Hata katika maeneo yenye ulinzi mkali zaidi duniani, hatari bado inaweza kutokea wakati wowote ule. Na ndani ya sekunde chache, maisha yanaweza kubadilika kabisa. Donald Trump alinusurika, lakini tukio hili limeacha alama kubwa kwenye historia. Ndugu mtazamaji, kama umeipenda stori hii ya kusisimua, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili upate stori kali zaidi kama hii kila siku. Na wewe unasemaje kuhusu tukio hili? Tuambie maoni yako kwenye comment. Karibu sana. Hii ni Duara TV.